Amekuwa nguzo muhimu katika siasa za nchi hiyo. Ana ushawishi mkubwa kwa wanaomuunga mkono na amekuwa na mchango mkubwa takriban katika kila serikali, licha ya yeye mara nyingi kuwa upande wa upinzani. Tupate kumfahamu zaidi Raila Odinga au maarufu Baba. Raila Amolo Odinga alizaliwa Januari 7 mwaka 1945. Amekuwa katika mazingira ya siasa. Baba yake marehemu Jaramogi Oginga Odinga, ambaye alikuwa mmoja wa waliopigania uhuru wa Kenya na kuwa makamu wa kwanza wa rais wa taifa hilo, alikuwa kwenye nafasi hiyo kwa kipindi cha chini ya miaka miwili hivi. Raila Odinga pamoja na baba yake walikuwa miongoni mwa wanasiasa waliopigania kuwepo kwa siasa za vyama vingi katika miaka ya 80 na 90. Raila mwenyewe aliwahi kufungwa gerezani kwa kuhamasisha kuwepo kwa vyama vingi vya kisiasa. Amegombea urais mwaka 1997, 2007, 2013, 2017 na 2022, kwa ujumla mara 5, ila hajapata fursa ya kuongoza taifa hilo la Afrika Mashariki, na amekuwa na mchango muhimu kwa kila serikali iliyokuwa madarakani. Kabla uchaguzi wa mwaka 2002, chama cha Raila kilijiunga kwenye serikali ya rais wa awamu ya pili Daniel Arap Moi na akawa waziri wa nishati. Mwaka 2002 akasaidia upinzani ulioongozwa na rais wa awamu ya tatu Mwai Kibaki kupata ushindi mkubwa dhidi ya Uhuru Kenyatta na chama cha KANU. Mwaka 2007 aligombea urais dhidi ya Mwai Kibaki, ambapo Kibaki alitangazwa mshindi katika uchaguzi uliokuwa na utata. Kutokana na vurugu zilizoikumba Kenya na juhudi za upatanishi, Raila Odinga akateuliwa kuwa waziri mkuu katika serikali ya maridhiano. Mwaka 2013 na 2017 aligombea urais dhidi ya Uhuru Kenyatta. Mwaka 2018 Raila na Uhuru wakafanya makubaliano ya kihistoria maarufu handshake, kuahidi kufanya kazi pamoja, na baada ya hapo Uhuru kumuunga mkono Raila katika kuwania urais. Mwaka 2022 akashindwa kwenye uchaguzi wa urais na aliyekuwa makamu wa Uhuru Kenyatta, William Ruto. Na kama inavyosemekana katika siasa, yeye ni kama maji, ukimkosa kwenye chakula utampata kwenye mchuzi. Licha ya kuwa nje ya serikali, mchango wake bado ulionekana baada ya maandamano ya vijana maarufu Gen Z mwaka 2024, ambapo alionekana kufanya tena handshake na serikali ya Ruto, hatua iliyofanya baadhi ya viongozi wa upinzani kujumuishwa kwenye baraza la mawaziri.